Kwa majina naitwa Beatrice Emmanuel Sagonge, ni mwanafunzi wa chuo cha Nkinga, kozi ya radiology mwaka wa kwanza. Niko katika hospitali ya Ndara kwa ajili ya mafunzo. Takupitisha kidogo jinsi ya kuoperate mashine ya X-ray, parts zake na vitu vinavyotumika, process unapoanza mwanzo mpaka unaenda kumfanyia mgonjwa kipimo. Hatua ya kwanza unapofika, ukishafanya usafi, una inspect kila kitu kama kipo sawa. Baada ya hapo utawasha main switch hapa kwa activate generator ili iweze kupeleka umeme kwenye mashine. Baada ya hapo utasubiria tu dakika chache itapata moto. Kishapata moto tunakuja huku kwenye mashine yetu. Kabla ya kuanza utawasha huku mashine kwenye control panel. Kishawasha mashine itakuruhusu wewe kuona sasa ni namna gani utakonekti moto ili kufanya kipimo, lakini hii ni kimuga kwa inakuruhusu wewe kusogeza. Unaweza ukashusha chini, ukashusha juu kulingana na kipimo unachotaka kumfanyia mgonjwa, lakini pia detector pamoja na X-ray tube ina uwezo wa kurotate kulingana na kipimo unachohitaji. Kwa hiyo kipimo unachotaka kumfanyia mgonjwa utageuza kulingana na kipimo chako, lakini kuna hizi collimator kwa ajili ya kucontrol, kuna kwa just left na right pamoja na upside and down. Lakini pia ukishapiga picha moja kwa moja, hii ni digital detector, kwa picha inaenda moja kwa moja kwenye kompyuta kwa ajili ya processing, unatuma kwa daktari. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kule kwenye mfumo wa kompyuta, tunaenda kuchukua data za mgonjwa, kumregister hadi aje sasa kufanyiwa kipimo, huku picha itumwe moja kwa moja kwa daktari. Baada ya kuja hapa, utaingia kwenye mfumo wa hospitali, utaangalia hapa, unakuta kuna oda za wagonjwa wanaosubiri kufanyia X-ray. Kwa mfano hapa kuna mgonjwa anahitaji kufanyia X-ray. Kisha muangalia hapa, itakuja jina lake, data zake zote, umri, namba yake hospitali, lakini na jinsia na nini. Utamuingiza kwenye kitabu. Kisha muingiza kwenye kitabu, utakuja utalikopi jina lake, kisha kopi jina lake, utakuja sasa kwenye mfumo wa X-ray ili kumregister kule detector iweze kusoma jina lake. Kisha kuja huku utamuingiza, utakopi namba yake na jina lake. Tayari ukishamaliza utachagua na kipimo anachohitaji kufanyiwa. Ukishapata kipimo anachohitaji kufanyiwa, ukibonyeza done, tayari inakuja hapa hapa inasubiria moja kwa moja uende tu ukamposition umfanyie kipimo, picha itakuja moja kwa moja hapa kwenye screen kwa ajili ya kuprocess. Kwa majina naitwa Bahati Marco, ni mwanafunzi katika chuo cha afya Nkinga Institute of Health. Kwa sasa nipo katika hospitali ya Ndara ambapo nimekuja kwa ajili ya kupata mafunzo katika idara ya mionzi. Maoni yangu, ningependa kutoka katika upande wa chuo ambapo kama muda unaruhusu, basi ningependa kutamani tuongezee muda wa kujifunza kwa vitendo, kwa sababu kwa muda mfupi ambao nimeutumia huku Ndara kujifunza kwa vitendo, nimepata vitu vingi kuvijua. Hivyo ningependa na chuoni tuongezee muda wa kujifunza ili tuboreshe taaluma yetu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Nimepata uzoefu mpana ambao huwezi ukanitofautisha mimi na radiographer, sababu nimekuza taaluma yangu na nimekuwa mzoefu pia katika idara ya mionzi. Asante. Kwa majina naitwa Miriam Efeso. Mimi ni mwanafunzi wa chuo cha afya cha Nkinga kilichopo Tabora.
Mimi nipo katika kozi ya radiology au mionzi kwa mwaka wa kwanza. Maoni yangu kwa jamii ni kuwa ni kujitahidi kuja kupima afya pale ambapo wanaona kama kuna changamoto au hitilafu katika miili yao. Kuna mtazamo ambao jamii wameweka kwamba x-ray au mionzi inapunguza idadi ya siku, yani au inapunguza idadi ya kuishi. Hiyo ni kama mtazamo ambao ni mbaya, mtazamo ambao sio wa kweli. X-ray haipunguzi idadi ya kuishi, ila zile scattered radiation zile ndio zina athari katika mwili wa binadamu. Pia nilikuwa naomba jamii iweze kukata bima, kwa sababu ugonjwa haupigi hodi wala hautoi taarifa unakuja lini, unakuja tu yani inakuja tu ugonjwa wenyewe. Kwa kukata bima inasaidia sana kupunguza gharama za matibabu kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anakuwa hana hela, lakini bima inapunguza gharama za matibabu na wakati mwingine inaondoa kabisa gharama za matibabu. Hivyo mtu anaweza akapata huduma ya afya na kulinda afya yake, kwa sababu bila afya mtu hawezi kufanya kazi, hawezi kusoma, hawezi kufanya kazi yoyote. Kwa afya ndio msingi mzuri na msingi bora wa maisha ili kuwa na maendeleo katika jamii. Asante. Kwa majina naitwa Bella Leopold, mwanafunzi wa chuo cha afya Nkinga, kozi ya mionzi. Nimepata nafasi ya kuja kujifunza kwa vitendo katika hospitali ya afya Ndala. Hapa nimeshuhudia wagonjwa wengi wenye matatizo mbalimbali ya mifupa, lakini wagonjwa kwa kiasi kikubwa walikuwa wanakuja katika hali mbaya sana, yani wamezidiwa. Hii ninavyoona kwa maoni yangu, naona sababu kubwa ni ukosefu huenda wa hela kwa kipindi hicho mgonjwa au mwanajamii akipata huo ugonjwa au ile tatizo. Kwa mimi ningeshauri serikali isisitize ukataji wa bima kwa jamii ili kupunguza wagonjwa kuwa mahututi zaidi, ili kutibiwa kwa muda mwafaka. Sasa bima ambayo ningeshauri serikali isisitize ni ile bima ya kuanzia watu 6. Hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa watu kupata huduma kwa muda unaostahili. Kwa jina naitwa Andrew Elias Shija. Mimi ni mwanafunzi wa chuo cha Nkinga Institute of Health and Science. Ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza kwa kozi ya radiology. Tumekuja hapa katika hospitali ya Ndala kwa ajili ya kufanya field yetu, namna ya kuoperate mifumo ya mionzi, na pia tumejifunza mengi. Ukiachana na yale ya darasani, tumejifunza mambo mengi sana hapa tulipokuja, na chifu wetu ametuelekeza vitu vizuri. Pale ambapo tulikuwa tuelewe, tumeuliza na tuelekeza, kila kitu kilikuwa kipo vizuri. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na kupima wagonjwa, namna ya kuoperate picha mpaka kuituma kwenda kule kwenye mfumo wa daktari, na daktari apate kujua nini tatizo nalo msibu mgonjwa. Elimu tuliopewa hapa na ukichanganya na kule tuliopewa shuleni imekuwa bora zaidi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa ushirikiano wenu hapa hospitali. Mmefanya vyema, tumependa. Pia tungependa na kipindi kingine mngependa kutukaribisha tukaja tukaendelea na jukumu. Asante.